Bwana Mskas, mambo vipi? Safi kabisa, niambie ndugu yangu. Kama kawaida. Bwana, tulifanya interview juzi ya nadhani kabla ya mechi ya dabi ya tarehe 25 kati ya Simba pamoja na Yanga, lakini nadhani kama ulitabiri hivi, lakini kwa watu wengine picha imekuja kitofauti, comment za watu zikiwa kwamba kwa nini wewe ni shabiki wa Simba alafu unaiponda timu yako kwa kusema kwamba Yanga ni bora kuliko Simba. Lakini tumeshuhudia mchezo dakika 90, mwamuzi akiamua kwa ushindi wa mabao 2-0 Yanga ikiwa mbabe zidi ya wekundu wa Msimbazi ni Simba. Unafikiri nyinyi kwenu changamoto ilikuja wapi? Mlikuwa wapi kwenye mchezo wa juzi wa dabi? Kwanza kabisa tulikwama upande wa mbinu, yani kocha hakuingia na mbinu nzuri kwenye ule mchezo, na ndio maana madhaifu yale Yanga kaja akatuadhibu kimchezo. Lakini pia ukiondoa tu kwenye upande wa mbinu, pia mimi ni kupiga kelele katika upande wachezaji wetu kuwa na quality ndogo ya kimchezo au katika harakati nzima ya upambanaji wa kimchezo. Inaonekana Simba kama amechoka na fatigue au mbona kuchoka tu, na pia wachezaji kuandaliwa kama kidabi pia hawajaandaliwa. Sasa hicho kitu ni kitu kibaya sana, unaendea mchezo kama ule, lakini pia mchezaji humwandai kama dabi. Wakati huo pia tunalalamika wachezaji kwa eti yao ni ndogo. Hapo huwezi kutarajia ushindi juu ya hilo kitu. Umeona? Kwa hiyo kitu kama hicho ndicho kilichosababisha kwa sisi tukapoteza. Mwanzoni ilikuwa inaonekana mimi kama labda sisemei mazuri Simba. Umeona? Lakini tunatoa ushauri na pia tunaeleza muda wengine kwamba kwa nini sisi kwa hii mchezo mimi nilisema kwa huu mchezo ilikuwa sisi tuende kama underdog kwetu sisi. Yaani turudi nyuma ili tuangalie Yanga. Sasa tupishane nao kitu kilichotukuta kile. Mungu tuna malaika wake wametuokoa, lakini mechi tunapigwa hata goli 5. Umeona? Kwa hiyo ndio hicho. Na unafikiri nini ambacho kimepelekea zaidi wachezaji kuwa under confidence, yani kukosa ile hali ya kujiamini tofauti na nyinyi mashabiki mlivyokuwa mnategemea? Sisi mashabiki tunategemea ushindi siku zote kwa sababu sisi ni mchezaji wa 12. Kwa hiyo hata kama mchezaji akikosea, Simba tutamshangilia kumtia nguvu. Lakini wachezaji pia wao na mbinu nyingine ya kupambana uwanjani. Umeona? Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine pia na viongozi kuna jinsi ambavyo pia watakiwa pambanie timu. Mchezaji akishaona viongozi wanapambana, mashabiki wanapambana, huku Ahmed Ali anapambana, wachezaji wanapata nguvu. Lakini kama wachezaji tukawaacha wao kama wao, mashabiki pia hatuelewi kipi cha kufanya, kipi cha kushika hatujui. Umeona? Viongozi na wao wanawajua na ikasiri, viongozi wao kwa wao wenyewe hawakubaliani. Umeona? Kwa hiyo vitu kama hivyo hatuwezi kuwa na umoja hata siku moja. Umeona? Kwa hiyo Yanga tufunga sisi mara 5 mfululizo. Na hapa tuna muda mchache kujiandaa tena. Kumbuka Ngao Esani pia tuna asilimia kubwa kukutana na Yanga tena. Sababu Yanga atacheza na Azam, Simba tutacheza na Singida. Kama tukimfunga Singida kuna asilimia kubwa kukutana na Yanga tena. Sasa kuna kufungwa mara 6 tena kama tusipojiandaa au tusiposajili vizuri. Umeona? Kwa maana yake lazima tuangalie tumekosea wapi. Je, tumekosea upande wa shabiki au tumekosea upande wa wachezaji au upande wa viongozi? Kama upande wa viongozi basi mwanzo tujirekebisha hizi mapema. Kama upande wa wachezaji basi usajili mapema. Kama upande wa mashabiki tuweke nguvu nyingine zaidi ili tuweze kupata matokeo kwa mtani wetu. Kufungwa na Yanga sio kitu kizuri, hakipendezi. Mara 100 tungepambana wachukue bingwa kwetu, lakini wachukue kwa draw, wasingeshangilia hivi. Umeona? Kwa hiyo viongozi kwa namna jinsi ambavyo kwenye kujiangalia juu ya hili wachukue hatua. Kiongozi mzuri ndio anachukua hatua. Kama umeona umekosea mahali, basi achia ngazi. Sisi tunahitaji umoja ndani ya Simba, sio matabaka, huyu kwa upande huu, huyu upande huu. Sio kitu kizuri. Ili tuliona mapema kabisa, na mimi mwenyewe ndio nitabiri mwanzo kuwa Simba hatuna uwezo wa kumfunga Yanga. Kwa sababu niliona kikosi, niliona wachezaji wangu wanapambana, na niliona wachezaji wa Yanga jinsi walivyo. Na nilikwambia kuwa Yanga wa mchezaji mmoja kuamua ile game, sio wachezaji 6. Umeona? Ambao leo hii Yanga amecheza bila Ziki, lakini wamepata matokeo. Hata pale asingekuwepo Pakome wangepata matokeo. Pale hata asingekuwepo Max Zingeli wangepata matokeo. Kwa sababu Yanga wengi wanapambana, wapambanaji wako wengi. Lakini sisi kakabwa tu Pakome, wamemkaba nani? Mpanzo. Wamemkaba nani? Budo. Tumepotea. Maana yake wachezaji wa kuamua dabi sisi tunao wachache sana. Kwa hiyo maana yake uongozi wajitathmini kwa hicho chokifanya, jinsi gani
ya kufanya maamuzi juu ya dabi tunazoendea au ligi inayokuja. Msikasi, tukiachana na wachezaji na kile ambacho kimetokea kati yenu nyinyi pamoja na Yanga, tukirudi kwa kocha mkuu ambaye ni kocha anayekiongoza kikosi cha wekundu wa Msimbazi, kocha Fadlu Davis, unahisi kwamba maamuzi aliyoyafanya ya zile substitution ambazo alizifanya na kikosi ambacho alikipanga, hiki ndio kiliweza kuamua haya, au nafikiri kwamba maamuzi yake yangekuwa tofauti kidogo, angeweza kuleta matokeo chanya kwenu kwa upande wenu? Kwa upande wa kocha Fadlu kuna mawili, inawezekana ikawa maamuzi yake ni sahihi au yasiyo, sababu yeye ndo anakaa na wachezaji muda wote, lakini pia maamuzi yake pia anampelekea yuko na nani benchi, Mona mchezaji gani benchi wa kumwangalia. Kocha Fadlu yeye ni muoga sana kujaribu kumjaribu mchezaji fulani kwenda mchezaji fulani. Ile mechi Yanga wana viungo watano katikati, wewe kuweka viungo wawili, na viungo wawili hao wao bado dakika 45 tunakuja kumtoa Kagoma, maana yake ameweka kiungo mmoja, umeona, ambaye mwenye uzoefu. Yule Hamza namba 6 sawa, aweka kwa anacheza labda huko kwenye under 20, lakini huwezi kumshia mechi ya dabi kwenda kumjaribu Hamza akacheza namba 6, maana yake unakuja kuliski. Maana toka tu Kagoma atoke kipindi cha pili ndio magoli akaja kuingia. Maana yake kocha Fadlu pia na yeye ana sehemu ya kujitathmini juu ya hilo. Inawezekana pia na yeye ajitathmini, kama kuna uwezekano wa kubenchi wakamwambia sawa inatosha, wajaribu kumwangalia kocha mwingine, au labda kama ukaamua kumpa fungu, umeona kwamba bwana usajili ufungu lako ni hili hapa, hilo wachezaji unataka wewe. Maana kwenye usajili pia inahitajika pia roho mbaya iwepo. Labda leo hii wachezaji sisi na sababu sisi hapa tumtaki Kibu Denis mfano, lakini Kibu Denis ndo kipenzi cha wana Simba, umeona. Kwa hiyo kama Kibu Denis kocha amtaki, lakini ndo kipenzi cha wana Simba, basi wewe usimkatalie kocha, baba muondoe Kibu Denis, lakini chukua bilioni 2 hii, chukua mchezaji yote Afrika unamtaka wewe, ili akija pale mashabiki wasikuone wewe wa ajabu. Ukiweka mchezaji mwenye thamani kubwa na uwezo mkubwa, watu watamsahau hata yule aliondoka. Sawa, ndio maana halisi ya usajili. Leo hii hata ukija kusema bwana sisi labda hatumtaki Mpanzu, sawa, uongoza kaa chini, kocha amtaki Mpanzu nenda, lakini je, unafaa kupesa nafasi ya Mpanzu? Mpanzu ndio chaguo namba 1 la Simba, basi chukua bilioni 2, bilioni 5. Sasa hivi mchezaji yote Afrika unamtaka wewe, ili akawe nafasi ya Mpanzu. Inawezekana, umeona. Kwa hiyo maana yake usajili usiangalia kwa sababu huyu ndio hivi na hivi, huyu ndio mchezaji wa kila kitu. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba utashindwa kufanya maamuzi magumu kwa sababu ndio mchezaji unaompenda. Kumbe kuna wakati ukiingia kwenye mpira haitajiki mapenzi, haitajiki mtu afanye kazi. Mwisho wa siku wapambanaji wako wachache kwenye timu, unaangania wachezaji ambao miaka kibao bado wapo tu hapo. Umeona? Ndio maana leo hii tunakaa wachezaji wamechoka. Mechi ya juzi ile Kapombe kakimbizwa kama mtoto mdogo. Umeona? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mazingira. Ukiangalia kochoka, sababu hakuna utamuingiza Duchu mechi kama ile. Huwezi kumuingiza Duchu mchezaji kama ile. Na Duchu sio mawezi, anaweza, ila sababu hujamwamini toka mwanzo. Kwa maana yake Simba mchezaji anayetoka na anaingia ni madaraja mbingu na ardhi. Mbali kabisa huko, yani mbali kabisa kiuwezo. Kwa maana yake wale pamoja wanaanza, bora wasitoke waanze yao, wacheze yao dakika 90. Watakupambania utapata draw. Lakini ukifanya hesabu tu basi umepotea. Kwa maana yake kuanzia kocha, kama kuna uwezekano kufanya maamuzi magumu viongozi, sawa, mbona tafutie mtu mwingine, au kama kuna viongozi wenyewe kuachia benchi la ufundi waachie ngazi, mbona kama ikiwezekana hata kwa maamuzi makubwa zaidi, hata kama kwa maana bwana tumechoka kuwa na Mo, pia kuna uwezekano wa kutoka basi na yeye atoke, yani sio yeye